الحمد لله بجميع محامده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، حمدا يليق بجلال ربوبيته وكبرياء ديموميته وعزة قدمه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا ووسيلتنا إلى ربنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وهاديا إلى صراط الله المستقيم. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزغرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر وطاف بالبيت وقبل الحجر، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. الآية. Ikhwata al-amajid, tuko katika mausim makubwa mno, msimu wa ibada ya haji, na kama alivyoeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, al-hajju ashhurun ma'lumat faman faradha fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fi al-hajj. Ibada ya haji ni ashhurun ma'lumat, ni miezi maalum, ambapo mwezi wa kwanza unaingia ni Shawwal. Tulitaja takriban mwezi uliopita, tukasema Mola Subhanahu wa Ta'ala katika ibada ya Ramadhan alitutaka tuingie katika mfumo wa maneno wanayozungumza wengi katika ulama, na tabaan ni hadithi ya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, saa fa saa. Ibada watakikana uifanye kwa mapumziko kadha wa kadha. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu, fadla za Mola Subhanahu wa Ta'ala watu wafurahike. Kwa hivyo unapofanya ibada waipa mapumziko ya ibada nyingine. Kwa hivyo ukimaliza sala unaleta adhkar, ni mapumziko, lakini uko katika furaha. Mola Subhanahu wa Ta'ala amekufanyia taskhir ya kufanya ibada, ukamdhukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala, wa hakadha. Kwa hivyo tulipomaliza mwezi wa Ramadhan, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatufungulia furaha yetu kwa Eidul Fitr, ambao Eidul Fitr ni siku ya kwanza ya mwezi wa Shawwal, na mwezi wa Shawwal ni miongoni mwa ashhurun ma'lumat. Alhajju ashhurun ma'lumat, bimaana Shawwal, Dhulqa'da na Dhulhijja. Katika baadhi ya ulama wanatueleza Dhulhijja nzima,
lakini jamhur ya ulama ni siku 10 za Dhulhijja. Kwa hivyo Shawwal ni katika ashhuru maalumat. Yule atakayetaka kufanya ibada ya haji anaweza kuanza nia yake na ihram katika mwezi wa Shawwal, anaweza kulifanya hilo. Anaweza kulifanya katika mwezi wa Dhulqaada, anaweza vile vile kulifanya katika mwanzo wa siku za Dhulhijja. Alhajju ashhuru maalumat, faman faradha fihinna alhajj, yule ambaye atakuwa tayari ashajifaradhia ibada ya haji, ashaingia katika ibada ya haji, ashaingia katika ihram, fala rafatha. Haya ni mambo muhimu yameelezwa, kwa sababu ibada hauwezi kuitekeleza bila ya ilmu. Ilmu ndo jambo la kwanza. Swala yako na uswali, wajua arkan zake. Swala unaoiswali, je, unajua muharramat zake? Swala unaoswali unajua mubtilat zake? Usiswali tu kwa kuwa watu wanaswali, swali ala ilm. Ukiwa na ilmu unafahamu kile unachokitenda. Na vile vile katika ibada ya Dhulhajj, ya ibada ya hajj, lazima huwe na ilmu. Kwa hivyo ufahamu katika yale wanaozuoni waloeleza, katika arkan zake, katika muharramat zake na katika mubtilat zake, uweze kuzifahamu ili uweze kuitekeleza ile ibada kama inavyopasa. Faman faradha fihinna alhajja fala rafatha. Arrafath imeelezwa katika Qur'an, katika aya inayozungumzia siyam. Tumeelezwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya zinazozungumzia asiyam kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwatambua Waislamu waliokuwa wakifunga mwezi mtukufu Ramadhani, walikuwa wameharamishiwa kukutana na wake zao baada ya nia ya kufunga. Ilikuwa huwezi kukutana na mke wako usiku, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatupa ruhusa. Na arrafath ni ile hali unaopatikana baina ya mume na mke, imma ni muqaddimat. Arrafath yaweza kuwa katika suala la posa vile vile. Arrafath inaingia katika suala la aqd, kufunga ndoa. Yani mtu anapokuwa katika state ya al-ihram, yeye ni muhrim, fala rafatha, yani bimaana hawezi kuposa wala kuposwa. Kama ni mwanamke hawezi kuletewa posa, kama ni mwanamume hawezi kupeleka posa. Na sisi tunajua katika fiqhi tunaweza tukapata mtu ambaye anaweza kukufungia ndoa. Mwanamume, mimi niko mbali, ala sabili almathal, nimetaka fulani anifungie mimi ndoa, naweza kuwakilisha mtu, na ni masala mapana katika fiqhi. Lakini ninapokuwa pia katika state ya muhrim, mimi ni muhrim, faman faradha fihinna alhajja fala rafatha, bimaana hata siwezi kumwakilisha mtu. Si mimi ninayeoa, lakini nimemwakilisha mtu kuniolea. Hata kama mimi nimeingia katika state ya muhrim, sifai kumwakilisha mtu kuniolea. Fala rafatha wala fusuqa, usifanye ufiski, mambo ambayo kwamba yako mbali na neema na rahma za Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wala jidala fil hajj. Tukiwa katika ibada ya haji lazima tuwe tuna subra sana. Subra ndio mlango wa kwanza ambao unaweza kutekeleza ibada yako katika hali iliyokuwa nzuri. Ukiingia katika fala rafatha, tumeeleza usizungumze yani hata lugha ya kutongoza, lugha nyingine ya kuvutia matamanio. Umempigia mke wako, hufai kuzungumza na mazungumzo ambayo kwamba yanaweza kuvuta shahwa yake au shahwa yako. Haufai kuzungumza maneno hayo. Fala rafatha wala fusuqa, usifanye fiski. Wala jidala fil hajj, hakuna mijadala. Wewe kila kitu hewallah, kwa sababu wataka ibada yako iwe sawa. Na leo tukiangalia ibada ya hajj, very expensive. Na taban tumesomewa aya waadhin fil hajj waadhin fil nasi bil hajj yaatuka rijalan wa ala kulli dhamir. Ndiyo, ibada ya hajj ni mwito, ni announcement aloifanya Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Akasimama katika Jabal ibn Qubais
akaambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, adhin fi nnas bilhajj, waite Waislamu na watu waje katika ibada ya haj. Naam, alhajj da'wa, ni uwalishi wa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ukijikuta uko katika hali ya muhrim na ushaanza ibada yako ya haj, kuwa na yaqini kuwa wewe umeitwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo si kadhia ya pesa. Kuna wengi wanaokwenda hawajui hata thamani walizotoa wenzao, wamejikuta wako katika ibada ya haji, lakini fil haqiqa wewe pia ulotoa hizi thamani, mfano wengine ni karibu 700 to 800,000, na kuna classes quiz, kuna first class, kuna second class, inategemea na vile wewe unavyotaka. Lakini vyote, hata kama utalipa mali ya first class, lazima uingie katika hizi sifa: fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Lazima uwe na subra. Pengine ndege yako itakuwa katika first class, naam. Pengine hoteli yako itakuwa katika first class, naam. Lakini katika ile ibada yote lazima utapambana na mzunguko wa watu tofauti tofauti, nature za watu tofauti tofauti, culture za watu tofauti tofauti. Utapambana na wenye nguvu, utapambana na madhaifu, utapambana na wenye maneno makali, utapambana na kila mmoja na tabia yake. Lazima hata kama umetoa a lot of money, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Yes, katika hoteli yako first class, katika ndege yako ni first class, lakini ibada hakuna first class. Penginepo wanazungumza baadhi almabit bimuzdalifa, almabit bimina, kabla ya kwenda kumpiga shetani. Wale ambao kwamba wana first class lilasaf wako karibu na pale jamarat. Wengine wanakuambia the more you pay, the more you are becoming closer to the devil. Yani uko karibu na shetani wewe. Yani kuna zahma ya kwenda kurusha mawe, so at least wewe utakwenda kurusha mawe mara moja urudi. Tabaan si suala uko karibu na yeye kwa kuwa anaridhika na wewe, la. Wewe umetaka kufika karibu ili urushe mawe, kusipatikane zahma, urudi haraka haraka. Ndivyo inavyotekana, na kila mmoja na state yake. Kuna yule ambaye kwamba daraja yake inampa lazima awe hapo, kwa hivyo zile pesa kuzitoa ni mustata, lazima azitoe. Hawezi kuketi na mtu wa kawaida, kwa sababu hizi daraja zimewekwa tofauti. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziweka tofauti. Kwa hivyo unapojua daraja yangu mimi, lazima sitaki kusumbuliwa, sitaki tabu katika ibada yangu, you have to pay that. Kwa yule ambaye kwamba hana, basi ataketi kwa watu wa kawaida. Mtakwenda kulala nyinyi katika, wengine watalala katika malami. Hizi ndizo hali za ibada. Lakini subhanallah, alhajj almabrur, yule ambaye kwamba tekeleza ibada ya hajj ambayo kwamba ni almabrur, laysa lahu jazaa'un illa aljanna. Yule atakayetekeleza ibada ya hajj almabrur hana malipo isipokuwa ni kuingizwa katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie sote katika kundi watakaoandikiwa kuingia katika ibada ya hajj, na tukitoka tuwe ni kama tulivyozaliwa na wazazi wetu, hatuna madhambi ya aina yoyote. Alhajju ashhuru ma'lumat, haji ni miezi maalumu. Tumeeleza ni Shawwali, Dhulqa'da na Dhulhijja. Faman faradha fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tupo katika mwezi wa Dhulqa'da. Mwezi wa Dhulqa'da ni katika ashhurul hurum. Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahra. Idadi ya miezi kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala ni miezi 12. Mwenyezi Mungu akasema minha arba'atun hurum. Katika hii miezi 12 kuna miezi minne ambayo kwamba ni mitukufu, ambayo hii miezi ni Dhulqa'da, Dhulhijja, Muharram na Rajab itakuja baadaye. Hizi miezi mitatu zimefuatana, ni katika ashhurul hurum, na Dhulqa'da min ashhuril hurum. Ulama wanaeleza min khasa'is hadha ash-shahr, katika mambo ambayo kwamba ni speciali katika mwezi wa Dhulqa'da, wanaeleza aya ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, wa wa'adna Musa 30 layla wa atmamnaha
bi'ashri. Sayyidina Musa alayhi salam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa appointment ya siku 30. Tafsiri yake ni kuwa Sayyidina Musa alipewa the first 30 days kujiandaa kwenda kuzungumza na Mola wake. Katika preparation ya maandalizi ya kuzungumza na Mola wake, alifunga siku 30 za Dhulqaada kama wanavyotueleza almufassirun. Sayyidina Musa baada ya kukamilisha siku 30 za Dhulqaada, tunafahamu kuwa mtu anapofunga kunatoka harufu ya saum, na ndio ukija kuangalia katika madhhabi ya al-Imam Shafi'i ni makruh kupiga mswaki baada zawal lisaim, kwa yule aliofunga, kwa sababu la khalufu fami saimi, ile harufu inayotoka kwa yule anayefunga, atyab wa ahabbu ila Allah min rihil misk. Ile harufu inayotoka katika kinywa cha yule anayefunga inapendekeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuliko harufu ya misk. Miski ni moja katika manukato very expensive na yapendekeza sana kwa watu. Kwa hivyo Sayyidina Musa alayhi salam alipofunga 30 yauman, siku 30, aliposikia harufu yake sio nzuri, fa ankara khaluf famihi, hakuipenda, na anakwenda kuzungumza na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala, akapiga mswaki. Taban ni sual amrun mukhtalafun inda ulama, lakini ili tuweze kupata faida, fuqaha wa Shafi'ia, ikiwa harufu sio sababu ya saumu, unafaa kupiga mswaki hata kama ni baada zawal. Mtu amelala baada zawal, adhuhuri amekwenda kalala, akisikia mdomo wake una harufu, kwa sababu mtu akilala kuna harufu mbaya inaweza kupatikana. Ikiwa harufu mbaya imepatikana kwa sababu ya an-naum, unaweza kuitoa ile harufu, kwa sababu ile harufu sio sababu ya saum. Lakini ikiwa harufu inatokamana na kinywa chako kwa sababu ya as-saum, la khalufu fami saimin atyabun wa ahabbu ila Allah min rihil misk. Kwa hivyo Sayyidina Musa alipokwenda akawa amepiga mswaki, wa atmamnaha bi'ashr, tukamwongezea funga siku zingine 10, lakini usipige mswaki baada ya siku 10. Fatamma miqatu rabbih 40 layla, akakamilisha siku ngapi? 40. Kwa hivyo katika khasais li hadha ash-shahr al-mubarak, katika vitu speciali katika mwezi huu wa Dhulqaada ni kuwa Dhulqaada ndio mwezi aliofunga Sayyidina Musa alayhi salam, na ile watmamnaha bi'ashrin, ulama almufassiruna wanasema ni al-ashr al-awwal min Dhulhijja, ni zile siku 10 za kwanza katika mwezi wa Dhulhijja. Na as-salafu salih kanu yuadhimuna, ilikuwa hawa mabana wakubwa wetu walikuwa wakiadhimisha 13. 10 ya kwanza ni al-ashr al-akhir min Ramadhan, 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhan. 10 la pili walikuwa wakiadhimisha ni al-ashr al-awwal min Dhulhijja, katika zile siku 10 za kwanza za Dhulhijja walikuwa wakiadhimisha. Na 10 la tatu kanu yuadhimuna al-ashr al-awwal ama al-ashr al-awwal min Muharram, siku 10 za kwanza za Muharram. Kwa hivyo Sayyidina Musa baada ya kufunga Dhulqaada aliongezewa siku 10 za Dhulhijja. Kwa hivyo utakuja kuona ni katika ayyam mubaraka, ni masiku matukufu yenye baraka. Sisi tunatekana tuingie katika ile sifa aliyotueleza Mola Subhanahu wa Ta'ala, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizidhulumuni, msizinyime nafsi zenu khairi na baraka, msidhulumu nafsi zenu. Dhulma ni haram, lakini hapa inavyozungumza ni kwa sababu kuna neema, kuna khairat, kuna barakat. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizinyimie nafsi zenu zile khairat na barakat zinazopatikana katika haya masiku, imma ni katika ashr
katika Dhulhijja au Dhulqaada au Muharram, ni siku ambazo tutakana tujiweze kujipamba sana na masiku kama haya. Wanaeleza vile vile alulama kuwa Dhulqaada ndio mwezi alonyenyua kuta za Al-Kaaba Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza, wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawa'ida min albayt wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alalim. Muda wa kunyanyuliwa Al-Kaaba ilikuwa ni katika mwezi wa Dhulqaada, yeye na mwanawe Sayyidina Ismail alayhi salam. Na taban Al-Kaaba leo, kwa wale watakaobahatika kwenda zao haji na kuketi katika Al-Haramain Al-Sharifain, ukiweza kupata fursa, kuna matahif ambazo ni za kisasa, na miongoni ukiwa mfano nimeiona Madina hii, wanaonyesha history of Al-Kaaba ilivyojengwa kuanzia mwanzo, na Hijrul Ismail wa hakadha, ilivyo processes zake zilivyokuwa kabla wa baada wa hakadha. Na ni muhimu tuweze kuelewa hizi historia zetu, kwa sababu hizi ni historia za amjad, za watu watukufu katika historia yetu. Tunapokosa kufahamu historia yetu, ndio tunakuja kuletewa historia na wale ambao kwamba malengo yao ni kufuta historia yetu na kutupa historia yao. Sisi tunatakana tufahamu historia yetu, na ndio Qur'ani ikatuuliza, ila aina tadhhabun, you have a good history. Sasa unapokuwa na good history, utajua legacy ya wale waliokuwepo wanaelekea wapi. Sisi tutapotea kwa sababu hatujui historia ya al-amjad, mabana waliokuwa kabla yetu sisi, focus yao ilikuwa ni yapi, tukapotezwa katika barabara kwa sifa inayojulikana leo liberation, tunakuja kukombolewa. Kwa hivyo sisi lilasaf tumefahamu, tumesahau historia zetu, tukaletewa historia nyingine, kwa tumeletewa liberation. Na katika mazungumzo mazuri ambayo nimekuwa nikiyapitia juzi, sisi Waislamu katika historia tuna age ilikuwa inajulikana kama golden age. Golden age, golden age yaanza kuanzia al-Khilafa ar-Rashida, Mtume Muhammad akiwepo kwanza, kisha ikaja zile al-Khulafa ar-Rashidun, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina al-Hasan, kama Ibn Kathir alivyomwongeza katika jopo la al-Khulafa ar-Rashidun. Hii inajulikana kama golden age. Njoo uje umwangalie vile vile Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz. Sisi tuna historia nzito na adhim. Sisi tulikuwa si maskini, sisi tulikuwa si wajinga, tulikuwa tuna ilmu. Tumezungumza kadha wa kadha hapa katika kadhia inayozungumza au inaeleza alamati saa, katika signs of the hour. Sisi Waislamu hatukuwa maskini wala hatukuwa wajinga, bali tumevumbua mambo mengi sana. Leo wasiokuwa Waislamu ambao tunawaita al-mustashriqun, al-orientalists, na hii imekuja baada ya Ottoman Empire. Al-mustashriq ni nani? Ni mtu ambaye kwamba anakuja katika Sharq, katika Middle East. Wengine wakasoma lugha ya Kiarabu bitalaqa, wakasoma culture ya Muislamu bitalaqa. The main objective ilikuwa ni kuelewa culture ya Waislamu, kwa nini wameendelea sana katika insania, katika humanity, wameendelea sana katika atijara, business, wameendelea sana katika humanitarian. Why? What is the history behind? Kwa hivyo hawa walichokuwa kikifanya, kanu yunaqilun, walikuwa wana transfer the history to them. Lilasaf, wengi katika hawa, kwa sababu wengi walikuwa na chuki ya Uislamu, wanakuja wengine hawajulikani hata kama ni Waislamu, lakini walikuwa na chuki ya Uislamu, wakapaka tope na uchafu wa Uislamu. Tabaan ilikuwa wao lazima waeleze sura halisi ya Uislamu, ili wale wajue what is behind this successful. Kwa nini hawa mabana wameendelea sana?
Kwa hivyo ikawa wanawajibika na wanalazimika, lazima wanakili ile ilmu kama ilivyo. Kwa hivyo katika baadhi ya mambo walionakili ni education, elimu. Lakini lilasaf waliposhika historia wakachukua elimu, wakanasibisha elimu ikawa ni yao. Kisha baadaye wakaja kwa hawa ambao kwamba wamesahaulizwa historia zao, wakafundishwa elimu zile zile zao, wakaambiwa tunawa liberate, tunawakomboa upya, ambapo hiyo ilmu inatoka katika ajdadihim, kwa mabana wao wakubwa. Kisha wakapaka matope. Ni maneno kwa hakika kwa sasa ni muhimu yafichuliwe na yaelezwe. Kuna wale walikuwa wana insaf kubwa sana. Some of them they were very sincere. Walivonakili ilmu wakasema no. Na ndio utakuja kumwona kama Michael Hart is not a Muslim, ana kitabu chake anazungumza al-udhama'ul mi'a, the great 100 people. Kitabu chake hichi number 1 amemweka Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Very sincere. Amesoma historia, akaiangalia kwa makini, akasema me am not a Muslim, I'm a Christian. Lakini kulingana na yale niloyaangalia katika historia ya Waislamu na yale niloyaona kwetu, huyu bwana Muhammad anafaa kupewa medali ya kwamba ameweza kukomboa wanadamu, liberate humanity. So wengine walikuwa very sincere, lakini wengine walikuwa na khiyana. Wakasema hata hawa Waislamu hawakuwa na contribution yoyote katika humanity, which is wrong. It's not true. Sisi Waislamu tumekuwa na mchango mkubwa sana katika humanity. Sisi ndio hatujui, hatukusoma historia. Hata kama ni ilmu ambayo kwamba leo inajulikana, pengine tukisoma ilmu ya falsafa na elimu kadha wa kadha ya Kiyunani, utakuja kuona wale waliotarjim, manake ilikuja hamla, ilikuja campaign, lazima hizi ilmu sasa ziwekwe katika lugha ya Kiarabu ili Waislamu waweze kusoma na kufahamu. Na ndio utakuja kuona the Ottoman Empire na Andalus. Ottoman Empire ilikuwa iko juu sana, very successful. Hata kuna baadhi za athar za hadithi za Bwana Muhammad za ashiria katika kuna sehemu katika Ottoman Empire ilikuwa ni rashida. La tuftahanna al-Qustantiniya fala ni'ma al-amiru amiruha wala ni'ma al-jayshu dhalika al-jaysh. Muawiya alipoandaa jeshi ikiongozwa na Abi Ayyub al-Ansari, wanataka kuikomboa ambayo kwamba leo tunaita ni Istanbul. Hiyo ilikuwa inajulikana al-Qustantiniya, na ilikuwa ni kubwa kuliko Rome. Ni wote ni wa Kristo, wa Katoliki, lakini the power ilikuwa iko al-Qustantiniya. Rome ilikuwa ni kitu kidogo sana, lakini Mtume alionyesha baadaye, la tuftahanna al-Qustantiniya fala ni'ma al-amiru amiruha wala ni'ma al-jayshu dhalika al-jaysh. Lakini historia ya Ottoman Empire ikazidiwa na Andalus, kwa sababu historia ya Andalus ilikuwa imechapishwa kwa lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo ikapata nafasi, wengi wakaweza kusoma na kuelewa historia. Lakini Ottoman Empire ilisajiliwa kwa lugha ya Kituruki, so ilisomwa na baadhi ya watu. Sasa ndio kuna hamla, hivi vipindi mnavyoviona vinakuja kutoka katika nchi ya Kituruki, zingine ni katika historia. Kama kwa mfano Ottoman Empire, utakuja kuona kuna Osman, kuna mambo mawili matatu wameyaweka, hayako katika historia, lakini wanajaribu kuyatoa kwa sababu katika siku za nyuma ilikuwa imeandikwa kwa lugha ya Kituruki peke yake. So Uislamu ulikuwa katika mstari wa mbele kutransfer elimu kwa lugha ya Kiarabu, na ile elimu iliyochukuliwa kutoka kwa hawa wa Greek. Waislamu hawakunasibisha ile elimu kwao, na hii inaonyesha Waislamu walikuwa ni waadilifu, kuwa ni ilmu. Tumetafsiri hii elimu kutoka katika Greek tukaifanya katika lugha ya Kiarabu, lakini inanasibishwa kwa fulani na fulani na ilani. Hii inaonyesha kuwa Muislamu alikuwa hajipigi kifua kwa kitu ambacho sicho chake, lakini contribution yake ni nini? Ni kuwa imekuwa ni mahfudha, zimekuwa saved,
Ukiingia katika hizi zinajulikana leo kama matahif, ziko musajjala, zimewekwa vitabu vya karne na karne vimewekwa. Hii ni asli na hii ni ya Kiarabu na imerudi katika, hauwezi kupoteza katika chochote katika hilo. So this was our contribution to the society, to the humanity. Kwa hivyo sisi Waislamu tutakana turudishwe katika historia yetu, na kwa wale watakaopata bahati kufika katika ardhi hizi leo, mashallah, digital, it's very wide. Wanazungumza katika zama hizo, kana nasu ala dini mulukihim, walikuwa watu wako katika dini ya wafalme wao. Manake yule mfalme ndiye anayepress au analazimisha, kama ni madhhab ni madhehebu fulani, kama ni lugha fulani. Na maneno subhanallah, ni maneno ya ajabu sana, kuwa kuna watu wazungumza lugha ya Kiarabu na hawakushikiwa panga. Mfano leo tukiingia Sudan, lugha yao ni lugha la Arabia, wa huma fariqa, na ziko nation nyingi sana ndani ya qara al-Afriqiya wa qarat ukhra, katika continent zingine they speaking Arabic, lakini hawakulazimishwa. Hapa ni sahihishe kitu kidogo pia. Kuna baadhi wanasema, na hili ni hakika, mbona hatuoni mashekhe wengi wakizungumza Kiarabu? True speaking Arabic haikuja kukunyang'anya lugha yako, ama Uislamu haukuja ukulazimisha wewe lazima uzungumze lugha ya Kiarabu. Uislamu umekuja kukupa concept na kuipa nguvu culture yako. Wale wengine walikuja wakawalazimisha watu, lazima msahau lugha yenu, mshike lugha yetu likhidmatina, kwa sababu ya kutusafu sisi. Taban, waja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu inna akramakum inda Allahi atqakum. Hizi lugha ni muhimu kuwa nazo, lakini ukiwa na lugha, if you're speaking English, ukitaka kutranslate ama kuexpress your culture, express Kiafrika. Lakini ukiexpress Ki-English, ile maana inatoka. Na tutakuja kuona wanazuoni wengi wanaosomesha lecturers katika history, especially katika lugha, pengine ni lugha la Arabia au lugha Sawahilia, wanakuambia hii concept yaandike kama Mswahili, kama ni Kiswahili wakiandika, na hii concept iandike kama Mwarabu, kama ni Kiarabu. So mara nyingine you have to think, iwe mawazo yako iwe kama Mwarabu, iwe mawazo yake iwe kama Mswahili, ili ile message ifike kama ilivyo. Kwa hivyo na ibada yote hii ya ibada ya Hajj ni ibara ani tarikh, ni ibara inayofungamana na historia. Leo mtakwenda katika Baitullahi al-Haram, wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawaida min al-bayt wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Utapata history, Sayyidina Ibrahim alojenga al-Kaaba, lakini sio wa kwanza aloweka misingi, yeye alifanya raf'i, to raise the foundation. Ile foundation ilikuweko tangu inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubaraka. Mtatoka hapo mtakwenda katika as-sa'yu, inna safa wal marwa min sha'airillah. Mtamkumbuka bibi Hajara, mama yake Sayyidina Ismail. Yote haya ukiangalia ni history. Kwa nini Mola Subhanahu wa Ta'ala tuwekee ibada ambayo imefungamana na history? Kwa sababu historia, ikhwani, ni jambo muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Unapokosa kuifahamu historia yako, wewe khalas. Kwa hivyo inshallah Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikie sote tuingie katika ibada ya Hajj. Twende inshallah Ta'ala tupate hajjan mabruran, tukirudi wa dhanban maghfuran wa tijaratan lan tabura biidhnillahi Ta'ala. Allahumma ya man waffaqa ahla alkhair lilkhair wa a'annahum alayhi وفقنا لما تحب وترضى عنا عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Tunawajulisha insha Allah Taala leo baada salati al-maghrib hapa Masjid an-Nur, na itakuwa insha Allah Taala kila Jumaa baada salati al-maghrib, kila Jumaa baada salati al-maghrib durus an fiqh Shafi'i. Sisi miongoni mwa historia hatujitambui.
Kwa hivyo tukisema sisi ni Ahlus Sunnati wal Jamaa, yale madhehebu yetu ya Ahlus Sunnati wal Jamaa ni zipi? Na katika yalosahaulika ni almadhhab lilimam Shafi'i. Tutakuwa tukienda tadrijiyan, polepole biidhnillahi taala, kila yaum aljumaa baada salati almaghrib. Tunaomba yule ambaye kwamba atapata fursa ajumuike na sisi. Wal afwa minkum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.